Mathayo mtakatifu sura yake ya 7 mstari ule wa 13 na mstari wa 14, Biblia inasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Lakini pia tuangalie Luka mtakatifu sura yake ya 13 na ule mstari wa 24. Yesu anawaambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, maana wengi watatamani kuingia wasiweze. Kwa sababu gani watatamani kuingia na wasiweze? Kwa sababu ya aina ya njia inayoelekea katika mlango ule ulio mwembamba. Ni njia ambayo kuipita sio rahisi, ni njia ambayo kuipita si jambo jepesi. Bwana Yesu anasema kwamba wengi watatamani kuingia katika ule mlango, lakini hawataweza kwa sababu ya aina ya njia. Lakini katika Mathayo amezungumza, anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao waingiao kwa kupitia mlango huo ni wengi. Anasema ni wengi, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waingiao ni wachache. Sehemu zote ambazo njia za kuelekea huko si nzuri, watu wanaoenda huko pia si wengi, watu wanaotumia njia hiyo si wengi. Lakini ile njia ambayo ni nzuri, inapitika kiurahisi, hata msongamano unakuta ni mkubwa. Kama ni njia inapitisha magari, yatakuwa ni mengi yanapita hapo, kwa sababu njia yake ni rahisi, njia haisumbui. Kila mtu angependa kupita katika aina hiyo ya njia. Sasa ndilo jambo ambalo Yesu analifundisha. Anasema watu wanaoingia kwa kupitia mlango ule ulio mpana ni wengi. Watu wanaoingia katika mlango ule mpana, wanaopita kwenye ile njia pana, wengi. Akilinganisha na watu gani? Na watu wanaoingia kwa kupita ule mlango mwembamba. Sasa Yesu alikuwa anazungumzia njia kwa maana gani? Je, alikuwa anazungumzia barabara hizi ambazo tunazitumia? Alikuwa anazungumzia njia hizi ambazo tunazipita na magari? Alikuwa anazungumzia njia za namna gani? Yesu alikuwa hazungumzii njia kama hizi tunazopitia sisi. Yesu hakuwa anazungumzia njia kama tafsiri ile nimekupa mwanzoni, bali Yesu alikuwa anazungumzia njia kwa maana ya matendo. Yesu alikuwa anazungumzia njia kwa maana ya matendo. Ndio tafsiri ya kile ambacho Yesu alikuwa anakizungumza. Na ukiendelea kusoma ile Injili ya Mathayo, ukisoma ile mstari ya chini, unaweza ukaona kwamba Yesu alikuwa anazungumzia matendo. Ule mstari wa 15 unasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Anasema mtawatambua kwa matunda yao, matendo. Je, watu huchuma zabibu katika tini au tini katika zabibu? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Kwa Yesu wakati anazungumza habari ya njia na kufundisha, akiwaambia watu ingieni kwa kutumia mlango ulio mwembamba, maana wengi watamani kuingia wasiweze. Yesu alikuwa anafundisha kwa habari ya matendo yanayoweza kumsaidia mtu kuingia katika ufalme wa mbinguni, mambo yanayoweza kumtofautisha mtu
kati ya watu wanaomwamini Mungu na wale wasiomwamini Mungu. Sasa anaposema kwamba mlango uendao upotevuni ni mpana na wengi ndio wanatumia mlango huo, anazungumza kwa habari ya kwamba kutenda mambo ya kumchukiza Mungu ni rahisi kuliko kutenda mambo yasiyomchukiza Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hicho kitu ambacho Yesu anazungumza, anasema ni rahisi mtu kuishi maisha ya kawaida, maisha ya kujichanganya na anasa za ulimwengu, maisha ya kujichanganya na kujisahau. Ni rahisi sana mtu kupita katika aina hiyo ya njia. Ni rahisi mtu kuishi aina hiyo ya maisha, mtu kutenda matendo yasiyompendeza Mungu. Ni rahisi sana. Ndicho kitu ambacho Yesu anazungumza. Anasema na wengi watatamani kupita katika ile njia nyembamba. Kwa nini? Kwa sababu ni ngumu mtu kujinyima na kujizuia kutenda dhambi. Si jambo jepesi, lakini rahisi mtu kujiachilia na kuishi katika maisha ya dhambi. Na ndio maana anasema watu wanaopita ule mlango mpana ni wengi. Ukisoma hii unaweza ukaona ukafikiri kwamba ukisema kwamba ziko njia mbili, njia nyembamba na njia pana, ni rahisi mtu akapata picha kwamba kuna barabara moja ambayo imejengwa kwa ustadi ambao ni pana sana, kama ile njia ya kutoka Kimara kuelekea Kibaha. Kwenda kutoka pale Kimara mpaka unaenda unafika Kiluvya kule, unaelekea unakaribia kufika Kibaha. Ile njia ni pana sana, unakuta magari matatu yamejipanga yanaelekea uelekeo mmoja, gari la kwanza, la pili, la tatu yanaelekea. Njia ni pana. Sasa ukisoma unaweza ukafikiri Yesu anazungumzia njia za namna hiyo, lakini Yesu alikuwa anazitumia hii ili kuwasaidia watu waweze kuelewa kwamba anapozungumza habari za kupita kwenye njia nyembamba na njia pana ni kitu gani anachokizungumzia. Sasa anazungumzia yale matendo ambayo ni rahisi mtu kuyatenda na yale matendo ambayo sio rahisi mtu kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia pana ni matendo mabaya na njia nyembamba ni matendo mema, matendo mazuri, matendo ya kumpendeza Mungu. Ndio tafsiri ya njia nyembamba. Sasa kutenda aina hii ya matendo mema, yale matendo mema, kuyatenda matendo hayo, kuyaishi aina hiyo ya matendo si jambo jepesi. Na ndio maana kuna watu wengi wanatamani kuwa na matendo mema, wanatamani kuwatendea wengine mema, wanatamani kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Wako wengi wanatamani, lakini hawawezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu adui anafanya kazi usiku na mchana ili kumfanya kila mtu apite katika njia pana. Maanake